Natumaini kuwa haujambo. Leo nina mti huu wa alizeti na mti huu ni mzuri sana katika upande wa tiba. Sasa nisikilize vizuri niweze kukuelezea kwa wewe mwenye changamoto ya moyo, kisukari, pamoja na miguu kufa ganzi, kuwaka moto. Sasa huu mti wa alizeti ni tiba nzuri sana ambayo unaweza katibu changamoto hizo na ukamaliza moja kwa moja. Tukianzia katika upande wa moyo, kama una tatizo la moyo kuwa mpana, moyo wako umetanuka, mishipa ya damu kuwa ina cholesterol, ama moyo wenyewe una cholesterol, yani umezungukwa na mafuta, basi maua ya alizeti yana uwezo ya kuweza kumaliza changamoto hiyo ya cholesterol na ikaisha moja kwa moja. Na ubaya wa cholesterol manake kwamba inazuia ile mishipa ya damu kutokupeleka damu vizuri katika sehemu mbalimbali za mwili wako. Hivyo inaweza kukusababishia wewe kupata ganzi katika upande wa miguu ama katika upande wa mwili mzima, kujihisi kwamba mwili kuwaka moto, lakini hata baadaye kuweza kupata athari ya kuparalyze, yani dalili zote za stroke unaweza kuzipata, ama kwa stroke kabisa ukapata ugonjwa wa kiharusi moja kwa moja. Na unapotibu changamoto yako ya moyo mapema, ndivyo unavyojiondolea matatizo mengineyo. Unapotumia maua ya alizeti, basi na uwezo kutibu moyo wako na kuweza kuondoa tatizo la pressure, kuweza kuondoa tatizo la cholesterol, yote ikaisha pia vile vile. Jinsi ya kuweza kutumia maua ya alizeti katika upande wa kuweza kutoa tatizo hili, nisikilize vizuri, nitakuelekeza. Kwa wale wenye changamoto ya kongosho, kama kongosho yako imeferi, maana yake una sukari, iwe sukari ya kupanda ama iwe sukari ya kushuka, basi tunaitibu leo kutumia majani ya alizeti. Moyo tutatibu na maua ya alizeti, lakini kongosho tutatibu na majani ya alizeti. Una sukari inapanda mpaka kiwango cha kufika 20, ama inashuka sana, wakati mwingine unakosa nguvu mpaka unakunywa vitu vya sukari ili kuweza kurudisha sukari yako ikae katika hali nzuri. Sasa leo tunabadilisha mfumo wako wa kongosho ili uweze kukaa vyema na uweze kupata tiba iliyokuwa nzuri sana na kuweza kukaa katika hali nzuri. Chukua maua ya alizeti ya kutosha. Kisha utayachemsha. Baada ya kuchemsha, upate zaidi ya lita 1. Hakikisha kwa siku unatumia lita nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni uwe umemaliza lita 1. Hii unapotumia maua ya alizeti, maana yake kwamba tunarudisha ule moyo uliokuwa umepanuka, lakini pia tunaondoa cholesterol katika upande wa moyo, katika upande wa mishipa ya damu, tunasafisha ile cholesterol yote na kuisha moja kwa moja. Hapa tutakuwa tumetibu katika upande wa moyo. Maana yake kwamba tunaondoa mpaka pressure. Yani kama unakuwa na pressure na kusumbua sana mara kwa mara, kuweza kusababisha kwamba kupata maumivu ya kichwa, maumivu ya kiuno na uti wa mgongo, kuhisi kizunguzungu, macho kuwa hafifu, changamoto yote tunaondoa. Miguu kufa ganzi, kuwaka moto, changamoto yote tunaondoa. Utakapotumia majani ya alizeti, maana yake tunatibu kongosho. Tumia majani ya alizeti, chukua majani ya alizeti kisha utayaponda. Baada ya kuponda utayaanika. Ukishaanika sasa, hakikisha ule unga wake huwa unatumia asubuhi na jioni katika chai au uji mwepesi kila siku kwa muda wa siku 28 mpaka siku 45. Maana tunatibu kongosho yako iweze kutoa insulini vizuri na viwango vya sukari vikae katika hali nzuri. Kwa hiyo utakapotumia majani ya alizeti, maana tunatibu moja kwa moja kongosho yako iweze kutoa insulini vizuri. Hii ndio tiba nzuri ya alizeti. Kuna maua ya alizeti na majani ya alizeti. Kuna faida hapa ambayo inapatikana katika kuweza kutibu tatizo la moyo pamoja na kongosho. Kama una changamoto hizo, basi usisite. Hii nimekupatia wewe kama tiba ambayo unaweza ukajihudumia wewe mwenyewe na kuweza kumaliza changamoto yako. Lakini mimi pia nina tiba ambayo tayari nimeshaiandaa. Na kama unahitaji hiyo tiba, nitafute ili niweze kukupatia. Namba zangu za simu +255 752 16 38 38. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili kuweza kupata vipindi vijavyo na uweze kujifunza zaidi namna gani unaweza kupata tiba katika mimea iliyokuzunguka hapo nyumbani kwako au katika sehemu mbalimbali. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana.